ujijui. Ona wendwe Yesu. Ndio sababu unakaa maisha ya kujihurumia. Nicho wikaladha je wa kwimaki. Na ni vizuri ukajijua. Na nusio we ukemana. Hallelujah. Amen. Ukijijua ila we mana utakuwa na tumaini kubwa. uketha na wikwatio munene. Ukikosa kujijua wale akwimana utakuwa unahuzunika na unaona mashida na unaona ungumu wa maisha. ukekala wimakie noko na thina noyona umu wa thayo. Hallelujah. Amen. Ujumbe nilio nao, utumani ula ninawo unastahili kujijua mwenyewe. ni wailite kwimana we mwene. Na unastahili kujua nguvu zinazopatikana katika damu ya Yesu. na wailite umana binolo wone kandi ni wandakame ya damu Yesu. ya upatanisho. Ndakame ya ukwatiania. Amen. Amen. Kwa sababu hiyo damu nondo ndakame Yesu ya pale Kaivari yaba yaka ibale inaongea ni nena na iko na nguvu na uwezo. na yina bina notoni Damu iliyomwangika Kaivari. ndakamela yetikie kaibale. Bwana Yesu na apewe sifa. Ni Yesu na ataiwe. Waebrania sura ya 12:22 mpaka 24. Aebelania 12 kuma mothea wa miongo ile na ile. Na kabla hujaweka hiyo, hebu weka ile Zakaria 9:12. Sekalia Na tukitoka hapo ndio tutaenda hiyo ingine. Twauma uni wetu othielenge. Kwa sababu ni unabii wa mwaka. Nondo ni wathani wa mwaka. Na unabii wa mwaka unasema hivi. Na wathani wa mwaka we asiate. Kwa sababu ni vizuri kujijua. Nondo no sio kuimana. Ni vizuri kujijua. No sio kuimana. Na unabii wa mwaka unakusaidia kujijua wewe ni nani. Na wathani wa mwaka no kutethea sia kuimana nuo. Kwa sababu tunaishi katika maisha ya kupungukiwa. Nondo tuikalete thayo wonivu. Tunaishi maisha ambayo uchumi umeenda juu. Tuikalete thayo ula uchumi weye ulo. Tunaishi maisha ya kuwa watu wamechanganyikiwa. Tuikalete thayo wa andu abulanile. Tunaishi maisha ya kuwa watu wanaongozwa na siasa, roho ya siasa kuliko kuongozwa na siasa na roho Mtakatifu. Tuikalete binda jelando masumbikitwe ni ibeba yu ya siasa makaka usumbe kwa ni beba mutheu. People are more political than spiritual. Ando muno malikete siasa ni makanibe wane kwitha mema hata kibeba. Wakristo Ona Kristo wanaongea sana juu ya kushindwa kuliko kuongea juu ya kuwa na tumaini. Manena muno yulu wa kusindwa mbe wa kunena yulu wa wekwatio. Na wanalaumiana sana. Tumekaa maisha ya kulaumiana kwa sababu ile roho iko katika viongozi wetu wanasiasa, ni roho ya kulaumiana. Mekalete maitula na mote nondo bebola wina ndo masiasa ni wakwikala maitula na mote. Bwana Yesu na apewe sifa. Mwia Yesu na ataiwe. Biblia inasema irudieni ngome enyi wafungwa wa tumaini. Maandiko measia siokai ila ngomene vinya inywe opwa mewe kwati. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia marandufu. Ona umonde nengo tabanya kana nengo kuiba kondo kwele. Ukichukua watu wote pamoja, sandu onde bamwe, utakuta watu wote wa Kenya hii yetu. Ukethi andu onde mande yito ya Kenya. Tukisema watu wa Kenya, twasi andu ma Kenya. Uko ndani. Wewe ndene. Uko ndani. Wewe ndene. Amen. Amen. Tukianza kuzungumza juu ya Wakristo, utajipata wewe kama Mkristo uko ndani. Twambia unena ni ayulu wa Kristo kethia ndene wa Kristo we ndene. Nataka uelewe hivi. Nendo kwa tiati. Maisha ambayo tunaishi siku hizi ni maisha ya siku za mwisho. Tayula tuikalete mabinda ne ayuwa ibinda ya muthia. Watu kulaumiana, watu kutotosheka, watu kupigana, watu kuuana. Ando kuntula na muti ando kulea kuyani wa ando kuminana. Watoto kuendelea kuharibika kutoka kiwango kimoja kuendelea kuharibika kiwango kingine cha juu. Siana kuendea kwa nange kakuma nango emwe
kwambata kuthie lengi. Biblia inasema hata watafikia kiwango cha kuua hata na wazazi wao. Maandiko mesema kabikia kiwango na cha kuminasia imo. Na kutowatii. Na kulea kumewia. Na kutowaheshimu. Na kulea umanenda iya. Tuko pale. Tuiba uyu. Lakini sisi inde ithie ambao tumezalika mara ya pili, alato siaikite ya keli, Biblia inatutia moyo maandiko metwike abina ya kwamba sisi ni viumbe vipya, kana ithie twesiumbe nzao, na katikati ya watu wakilia, na katikati wandu makia, kutakuwa na watu wa Mungu, wana wa Mungu ambao watakuwa wanalia. kukethi wandu siana sianga ila ikethi Ndio Biblia inasema, nicho maandiko mekwasi, ijapokuwa tunapitia hayo mambo mazito pamoja na watu wale wengine, na kaune twisilita maundu maito pamwe na andu alangi, sisi ambao tumempokea Yesu kuwa mwokozi na mtawala, ithi alatosie Yesu kwithe mwia ina musumbiki, ijapokuwa tunafungwa pamoja na wao katika maisha mangumu, ona kautwa niwe pamwe na motha ayuni wina vina, sisi ni wafungwa wenye tumaini. ithi twi obwa mena wikwati. Haleluya, amen. Ninaomba usiwe mfungwa na ukae pamoja na wafungwa wengine ambao wamejawa na huzuni kwa sababu hawana tumaini. Iboya ndukethe wi mwobwa wobaniwe na andu alangi uswiwe ni kwimakia. Kujiua kutaongezeka. Kwiyua kukongeleka. Sikiliza vizuri. Ithukisie nesa. Watu wataendelea kujirusha kutoka kwa ngorofa kujiangusha chini kuyicha kuma ngolobani. Na watu watakunywa sumu zaidi wakufe. Na ndo mayende ya kunywa sumu wache kuona mashida ambayo iko mbele yao. Maeke kuona madhina ala membewo. Wale ambao ni wafungwa na hawana tumaini. Alani obwa na maina wikwatio. Lakini wewe ni kiumbe kipya. Idi wewe chumbe cheo. Ninatangaza utakuwa na tumaini. Nitangasa kana wikitha wena wikwatio. Ya kwamba leo ni giza lakini kesho kuna nuru na ngojea. Kana umundi kwikibindwinde unibecheni wetelete. Hautajiua. Ndukeyua. Ni makosa mtu kama wewe. Ni mabitio mundu taku. Ambaye anaonekana anapenda Mungu. Ulo kuonekana tawendete ngai. Na anaenda kanisani kusikiliza neno la Mungu. Na uenda kanisani kuidhukisia ndeto ya ngai. Bado kimawazo umefungwa na hauna tumaini. Uketha masuanioni we mwobe na ndwina wikwati. Wengine wakilia unalia na wao. Ilangi mekuya we wiona mo. Ninaomba ukawe na tumaini. Niboya withe wina wikwatio. Ninaomba ujijue wewe ni nani. Niboya we wamana nuo. Ukijijua we mana na ukikaa kama wewe na we kalata kuwe hautakuwa unajuta maishani. Dukethi au yeli la dhayoni. Hata ikiwa kutakuwa na moto, unaenda kukethi wana mwaki, utatambasamu katika moto. Ukatana ndini wa mwaki. Kama Shadraka, Abednego na Misheki. Shadraka, Misheki na vile walikuwa na tumaini kubwa. Undu maina wikwatio munene. Hata maisha ikiwa mangumu kiasi gani. Ona dhayo we mwetu kiasi kia ninaomba nata. kuanzia leo uwe na tumaini. Iboya kuma munde withe na wikwati. Naomba ukapokee roho ya tumaini. Iboya wose pepo suwa wikwati. Kwa sababu hapo ndipo utaonekana mwana wa Mungu. Nundu bauni boko neka wikana balabenga. Watu wa Mungu watalia. Andumanga imakaya. Lakini wana wa Mungu watakuwa na tumaini. Indi siana sianga iketha na wikwati. Na kesho yao watapata nuru. Na uniwo makakwata cheni. Bwana Yesu asifiwe. Mwia Yesu nataiwe. Waebrania sura ya 12 mstari wa 22 mpaka 24. Aebrania 12 muthia wa miongo ile na ile inasema hivi. Yasiati. Bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni. Akina nani? Wana wa Mungu. Nataka ujijue ya kwamba ukiwa umeokoka unakuwa kiumbe kipya. Niendo manekanela watangi ya watangi. Biblia inaanza kusema mbali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni. Mlima wa Sayuni Biblia inasema hautingiziki. Maandiko measia kima cha Sayuni kiithingitheka. Hautatingizwa na hali ya maisha. Nduka thingithwa nundu thayo biana. Pia Biblia inasema na mji wa Mungu aliye hai Yerusalemu
wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi. Malaika wanafanya nini? Kukulinda. Indi inywe movikie kima cha Sayoni na mose wa Ngai ula withayo Yerusaleme wa itune na nguthu cia malaika ngili nyingi. Nusio kwimana. Ni vizuri kujijua. Ni vizuri kujijua. Nusio kwimana ya kwamba haustahili kutingizwa na chochote kile. Kanandwa ile uthingithwa ni kindo na kiba. Wewe ni kama mlima Sayuni. Wewe ni takima cha Sayoni na mji wa Mungu aliye hai. Na musi wa Ngai ula withayo. Mwili wako, maisha yako, mwili wako, thayo wako, unabeba Mungu. Ukuite Ngai. Na wewe ni, Biblia inasema wewe ni mji wa Mungu aliye hai. Na maandiko yasema wewe musi wa itune wa Ngai ula withayo. Wewe ni Yerusalemu ya Mungu. Wewe ni Yerusalemu ya Ngai. Amen. Amen. Hiyo Yerusalemu ya mbinguni, Yerusalemu Yesu ya itune, iko ndani yako. Yindene wako. Na majeshi ya malaika elfu nyingi. Na nguthu cia malaika makili maingi. Kukulinda usiku na mchana. Kusubia utuku na muthenya. Ni vizuri ukajijua wewe. Nusio ukema nawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nataiwe. Bwana Yesu asifiwe. 20 mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu, mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika. Naomba no munene naguo ni kanisa ya alama cia iwembe, alama andikiwe itune na kwa Ngai musili wa andu onthe na mabeba mandu alungalu alameaniwe. Bwana Yesu na apewe sifa. Mwa Yesu na atayo. Nataka ujielewe. Nenda wimane. Ujue ya kwamba Mungu anakaa ndani yako. Umane kana Ngai ekala ndini waku. Na ukajua ya kwamba no mane ati Mungu ni mwamuzi. Ngai niwe musilania. Wakati unapitia kwa makesi, ila wesela makoa nine, Mungu anakuwa mwamuzi wako. Ngai ethae musilania waku. Ni vizuri kujijua. No sio ukemana. Ni vizuri tukajijua. No sio tukemana. Vipi? Roho za watu wenye haki waliokamilika, sisi Mungu anatujua. Ngai no twese alama andikiwe itune na kwa Ngai musili wangu. Ndio unakuta mtu akiongozwa kwa toba aokoke. Nicho wona mundu atongoiwe mboya ni akumbula tangiwe. Tunamwambia omba nyuma yangu. Tuimutabia boya itina wako. Anasema Mungu, toa jina langu katika kitabu cha Shetani. Tuimutabia Ngai umia isietwa yako ebukune ya Satani. Cha watu wa kawaida. Cha andu ma kawaida. Wakristo wa kawaida. Akristo ma kawaida. Andika jina langu. Andika isietwa yako katika kitabu cha uzima. Ebukune ya thayo. Na hiyo ndiyo njia ya kuokoka. Na isu niyo njia ya kutangiwa. Ukikosa kukiri hilo neno wale akumbula ndeto Yesu na kujiandikisha katika kitabu cha uzima na kujiandikithia ebukune jeu ya thayo, kitabu cha wale wamezaliwa mara ya pili, ebuku ya alama cia wa ya kele, utakuwa mwenda kanisa Mkristo ambaye si mtoto wa Mungu, mbali anakaa mmoja wa watu wa Mungu ambao wanang'ang'ana na wanaonewa na Shetani. Uketha we mwendi wa kanisa wa kawaida na watu ambao wanaonewa na Shetani. Na ndo alamone awani Satani. Bwana Yesu na apewe sifa. Ya Yesu na ataiwe. Hallelujah. Amen. Biblia inakueleza vizuri kujijua. Maandiko mekuelezea nesa kuimana. Paulo alitaka Wakorintho wajijue. Paulo enda Akorintho memane. Na 2 Corinthians chapter 5 verse 17 inasema hivi. Na Korintho wa keli inasema hivi. Kilungu cha 5. Inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya.
Akorintho wa keli kilungu cha 5 muthia wa 17. we 17 uyasiati na kwau ethi wa mundu ona wiva Mtu awaye yeyote akiwa ndani ya Kristo endini wa Kristo ni chumbe cheu maundu ala makuni mavitu sisiai ni matwikite meu. Ninaomba uwe kiumbe kipya. Niponya withe chumbe cheu. Wache kukaa kama dada yako alishindwa na wokovu. Weke kuikalata mwitu ya mwenu wa imiwe nutangi. Ndugu yako ambaye alishindwa na wokovu hata apendi kanisa. Mwana mwenu wa imiwe nutangi ona ndendete kanisa. Wacha kukaa katika wokovu wa pungupungu. Eka kuikala utangi yoni utialete. Wacha kukaa katika Ukristo ambao hauna matunda. Eka kuikala ndini wa Ukristo wa utena matunda. Nataka ujijue leo. Nienda wimane umundi. Bwana Yesu na asifiwe. Nia Yesu na ataiwe. Hallelujah. Amen. Mtu awaye yoyote mundu ona wiva akishaokoka ila watangiwa na kuamua kumfuata Yesu na kutua kumwatia Yesu, anakuwa kiumbe kipya, atwika chumbe cheu, akai kama wale wengine. ndekala hata ndo alangi. Uwezi kuendelea kukaa kama mama yako na baba yako ambaye hajaokoka. Ndutona kuendea kuikala tainya kukanethe akutatangiwa. Hallelujah. Amen. Hata mahali unapofanya kazi onabalopo kumawiani hautakuwa kama wenzako mnafanya kazi pamoja. Nduketho byana tandwa langi withana momuthukumai mwe. Hata mshahara wako ona musala wako ukilipwa mshahara wai wa musala kwa sababu wewe ni kiumbe kipya, nundu wewe chumbe cheu, mshahara wako utakuwa na baraka nyingi kuliko mshahara wake. musala wako uketha wina baita mbewa wa ukipokea ule mshahara kidogo ila wakwataka musala kukakufaidi kuliko yule mtu mwingine mnafanya na yeye. Ukautethia mbewa mundu ulongi muthukumai mwe. Kwa nini? Niki? Kwa sababu wewe umeamua kufanyika mtoto wa Mungu. Nundu we nutwite kutwika kana kanga. Wale ambao si watoto wa Mungu alama tesi ana siangai watapokea mshahara makakwata na musala waende kwa umalaya na hizo na pesa. maithi ukonolala ina mbesa isu. Wale ambao si watoto wa Mungu alani tisi ana siangai watapokea mshahara makakwata musala na waende kwa vileo na maithi unywa, wataingia kwa drugs kila aina. makalika drugs ine sia kila mtu. Wengine unawakuta wanaenda kanisani lakini ni walevi. Angi ukamethia maithi kanisani na nanywi. Angi maunusa sikala. Wengine wanafanya umalaya. Angi maiko no lala. Kwa nini? Niki? Wao ni wa Kristo. Asuna Kristo. Lakini hawajazalika mara ya pili kufanyika watoto wa Mungu. Ndi maina ambao si awayake ile makatwika siana sianga. Nisalimieni. Ninaomba ukaelewe na ujumbe wa leo. Nibonya ukwatie utumani wa umundi. Ili ukaweze kufurahia maisha mapya. Nikanoka bikie utani ya dhayo mweo. Na kuitwa mtoto wa Mungu. Na kuitwa kana kanga hii. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na ataiwe. Ni vizuri kujijua. No sio kuimana. Hallelujah. Amen. Wewe si wa kawaida. Wendui mundu wa kawaida. Waefeso sura ya 5 mstari wa 30. Aefeso 5 muthia wa 30. Waefeso sura ya 5 mstari wa 30. Aefeso 5 muthia wa 30. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Nundu twi mamutha ma mwi wake. Kuna ile DNA peila ndakame ya mbinguni. Ya itune. DNA ndakame ambayo tunaipata kupitia msalabani. ila tumekwata kumangelanioni. DNA ndakame ni kuongea juu ya damu. ni kunena yulu wa ndakame. Tukisema DNA tunaongea juu ya damu. ila tunena kindu chukita wa DNA tunene ya ndakame. Ukena na ndakame ya kiungai. Ile damu ya Yesu iliyomwangika msalabani. ila ndakame ya Yesu yatikiengelanioni. Iwe imeingiana na wewe. Ikethe likanite na kiasi ya kwamba kubikia mwili wako, mwi wako, damu yako, ndakame yako, viungo vyako mamudha mako, ukajijue kuwa wewe ni kiungo cha mwili wake. kumanakana we mamudha mamwe wake. Aliyekuzaa, ula wa usiaiye, alikuzaa kwa damu. au usiaiye kwisila ndakame. Jina lake ni Yesu Kristo. Isiitwa yake ni Yesu Kristo. Tulizaliwa
kwa damu. twasiaiwe kwisila Damu yake ndakame yake ilimwangika uzalike. yetikie usiawe. Bwana Yesu na asifiwe. Mwe Yesu Ni na vizuri kujijua. nusio ukemana Ukajua mtu akishaokoka ukamana mundu amina ni utangio kiumbe kipya atwika achumbe na cheu amezalika tena. na isia ikaingi Mwanzo anakuwa mtu wa Mungu, mbe ethae mundu wa anakuwa Ngai Mkristo, aitwika mwenda mukilisto kanisa, mwendi wa chumwa lakini pale indi pau anazalika mara ya pili, aisia ikebinda ya keli anakuwa yule tunamuita kwa Kiingereza born again Christian. aitwika ola twitaa kwa kisungu mundu wa siawa ya keli. Mkristo ambaye amezalika mara ya pili. Mukilisto wa sia ikebinda ya keli. Nikodemu akaambiwa lazima mzaliwe mara ya pili. Nikotemwe wanongino siawe ya keli. Usipozalika mara ya pili wale au siawa ya hauwezi keli kuitwa mwana wa Mungu. tutona kuitwa mwana wa Ngai. Utakuwa ni mtu katika familia ya Mungu, uketha mundu windini wa na musiusi wenda wa ikawa ni Ngai mfanyikazi, no nutona ithawe ama muthukumi umekuja kukaa kwetu, kana ukie kwikala kwitu lakini wewe si wetu, indi wendwe kwa sababu witu baba hakujui. nundu anasana Kwa kwisi nini hauna damu yake? nona ndwina ndakame Hauna yake DNA ya baba. ndwina ndakame Naomba siasa ukapokee DNA ya baba wetu wa mbinguni, DNA isu ya ithe witu wa itune ili baba awe anakujua kama mwana, nikana asa ethe akwisita na mwana tena mwana mtiifu. na mwana mwiwi. 1 John chapter 3 verse 2. Yohana wa mbe itatu 1 John chapter 3 verse 2. Wapenzi, Yohana wa mbe itatu wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Ijapokuwa tumefanyika wana wa Mungu, bado kuna mambo Mungu anaenda kukufanyia kukajulikane wewe ni mwana wa Mungu, hata wewe ujishangae na watu wakushangae. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. endwa yutwisiana sia Ngai na ndunamba kuonanwa undu tukethiwa tuilie nitwisikana yila wionanwa tukavuanana nake nundu tukamwona we o undu oilie. Ninaomba ukakae maisha ambayo Yesu atajidhihirisha katika maisha yako, niboya wikale thayo ula Yesu akeyikithia thayuni wake, ili watu wakikuona nikanela andu makakuona wawe wanaona uko na Mungu mkuu katika maisha yako. makona wina Ngai munene thayuni wake. Bwana Yesu na asifiwe. Mwe Yesu na taiwe. Sisi ni wana wa Mungu. Ithi twisiana sia Ngai. Ukishaokoka unakuwa mwana wa Mungu. Ila watangiwe twika kana ka Ngai. Na Yesu ndiye anafanya mtu kuwa mwana wa Mungu, si yeye. Na Yesu ni watuma mundu atwika kana ka Ngai tiwe. Kuwa unaenda kanisani haimaanishi wewe ni mwana wa Mungu. Kwithoenda kanisani tikumaanisha wikana ka Ngai. Unastahili kuamua ndani ya moyo wako, ni wailite kwitwia nthini wa ngoo yaku, ukaweze kumpokea Yesu, ukapikia kumwosa Yesu abadilishe maisha yako ya kila siku. aliule thayu waku wa kila muthenya. Iwe kuamka na kulala ni Yesu, ithe kuamuka na kukoma ni Yesu, kuamka asubuhi ni Yesu, kuamuka kioko ni Yesu, kushinda ni Yesu, kwikala muthenya ni usiku Yesu, mzima ni Yesu. utuku muima ni Yesu. Iwe ndani yako Ithe thini waku ile DNA ya mbinguni ila ndakame ya itune ndiyo inakutawala. niye kusumbikite. Unaongopa kukosea baba, nukia kumubitisia Ngai, unaongopa nukia kudanganywa na dunia, kukengwa ni nthi, kuchanganyikiwa, unaongopa. kubulanilwa nukia. Bwana Yesu na asifiwe. Mwe Yesu na ataiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwe Yesu na ataiwe. Wangalatia sura ya 4 Akalatia kilungu cha mstari kana wa 6. muthea Wangalatia, Galatians chapter 4 verse 6. Akalatia ina Inasema na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtoa roho wa mwanawe mioyoni mwenu, aliaye
Aba, yani baba, kwa sababu ya DNA. Na kwa kwithiwa mwiana Ngai atumie beba wa mwana wake alike ngone sito. Amen. Akitana achasia na uasa. Amen. Amen. Yesu alisema, Yesu aisie, nitakapoenda ilangathi nitatuma Roho Mtakatifu ngamutuma beba mutheu awe msaidishi ethiwe emutethesia wa wana wake, wa ciana ciake, wale watu wamezalika upya, alandu masiaitwe weu wakafanyika wana wa Mungu, makatwika ciana cia Ngai, awang'ang'ani maithinika. Kwa nini? Niki Roho wa Mungu, beba wa Ngai, Roho Mtakatifu beba mutheu anapitia kwa Yesu Kristo, Yesu anaingia ndani ya huyo amezalika, akalika ndini wosu wasiawa, alafu anapokea lugha ya mbinguni na indi ayosa kithiomo chetu cha kuomba, cha kuboya na kutambua na kumana Mungu si Mungu tu. Ngai tio Ngai, Mungu ni Baba, Ngai ni asa, Mungu ni baba yangu. Ngai ni the Wengine wakiitana Mungu Mungu, my God, my God, mimi nitaitana my Father, babangu. Wengine watambaki kuitana Mungu, lakini mimi kwangu Mungu ni Baba, na mwana anakuwa mtiifu kwa Baba, na mwana ni withae mwiwi kwithe wake. Amen. Amen. Ninaomba kukawe na utiifu ndani yako, niboya kwithe na wiwi ndini wako, ukishafanyika mwana. Wamina utwika mwana. Bwana Yesu na asifiwe. Mwana Yesu na ataiwe. Kataa kuwa Mkristo lea kwitha umu Kristo wa kawaida. Achana na ukawaida. Ekana no kawaida. Watu wameteswa na shetani. Andu ni mathinitwe ni Satani. Watu wameumizwa na shetani. Andu ni aumisye ni Satani, bado wakiitwa wa Kristo. Omayitwa Kristo. Lakini unapofanyika kiumbe kipya, indila watu ikachombe cheu, maisha yako inabadilika. Kayo waku kialiuka. Watu watakuona wakushangae. Andu makakuona ama kasengwe kwa sababu sio wewe uishie, nondo tuwe wikala, bali ni Yesu anaishi ndani yako. Ni Yesu la wikala ndani wako. Amen. Amen. Kuna wimbo wakamba wanaimbanga. Pe wathi akamba mainanga. Ni wakamba ambao walikuwa wamezalika kuwa mara ya pili. Ni akamba masia iketa ya keli. Na mmoja akatunga wimbo. Na mmoja atunga wathi. Akaimba hivi. Unajua mimi si mzuri wa kuimba. Ainate nyewe sindi moseo wa ninatafuta. Niende na umanda hiyo. Tinye nyokane dhinawa. Tinye nyoka nethe nawa nalama ndinazia. Tinye nyoka nethe nawa. Yesu athinawa nakwa. Sio mimi ninayeteseka. Tinye nyoka nekalaha. Sio mimi peke yangu ninayeishi. Tinye nyoka nekalaha. Sio mimi ninayeishi. Tinye nyoka nekalaha. Sio mimi ninayeishi peke yangu. Yesu ekala nakwa. Yesu anayeishi ndani yangu. Hallelujah. Amen. Ukijijua kiasi hicho, hautaogopa mganga. Wamina kuima na kiwango ni chundu kakia muono. Hautaogopa wenye majini. Luka akiala maitha siya maimo. Ni mo. Yes. Nowe kama kaidhia na imo. Bwana asifiwe. Mwe inata iwe. Na uwe kana muoya kaende ya kuwa wanundu ndeno ndungi waika. Si wachane na mchawi aendelee kuroga kwa sababu ana lingine la kuroga. Onaenda ukuoa. Hata weza. Ndaka atonea. Kwa sababu uhai wangu nundu dhayu wako uko pamoja na Kristo. Wiba mwena Kristo. Amen. Amen. Amen.
Amen. Wakati Yesu atataka nitoke duniani ndio nitatoka. Ila Yesu wenda nume kuyo Sitatoka kwa sababu ya nguvu ya wachawi. Dika umanundu wapi na wa Mungu. Na hatutaama katikati ya wachawi. Na tuika uma katikati wao. Tutakaa na wachawi na waganga. Tukekalania nao inawe. Tunakaa na jirani wangu atakaa akiwa na majini yake. Tukekalania na monana usuwe na maimo. Kuna Mungu upande wangu. Penga iwe ngalekwela ni. Amenipa mamlaka juu ya nyoka na nge. Rima Santa Rababu. Ukijijua. Wamina kwe mama. Achali hata huyo mchawi wako utampatia chakula akija kwako. Chawo ona moyosu wako kama nenga leo. Au utamrudishia kwa gate. Duka mustonge desia gate. Ekana na moyoke kwako. Wachana na mchawi aje kwako. Mchawi wako aingie. Eka alike kwako. Mpatie chakula. Monenge leo. Mpatie maji. Monenge kewo. Kwa nini? Neke. Unajua uko na mamlaka juu yake. Niwe siwe na ukomo yolo wake. Ungu waku. Ukijua aliye ndani yako ni mkubwa kuliko mchawi. Ni munene kwe hautaogopa mchawi. Duka kia moi. Utatembea na yeye. Ukatambania nake. Kwanza na komana na kenziani ngimunenga lift. Kwanza nikikutana na yeye njiani nampatia lift. Angalia kwani likamu moi. Ati ngari yangu iwezi ingia mchawi. Ataingia kabisa. Nitampatia mchawi lift. Ni munenga lift bio moyo. Niendesha ngari nikibeba mchawi wangu. Na ndikuangale sunesa ni mkwete. Kwa nini? Niki. Mimi ni simba, yeye ni fisi. Nye ni munambo na we ni kikoyo. Mbiti. Ni mbiti. Ikalaji kita mwithe bahu. Anakaanga hivo. Na munambo ikalao kilitia mwithe. Amen. Nondo ni simba. Kwa sababu ni simba. Ukijijua. Wamina kuimana. Hautaogopa mchawi. Nukakia moi. Kwanza kibetichua asiani kioi. Kwanza huyo mama unayesema ni mchawi. Wale odhi ukikezia no ikikezia enge. Unafaa kwenda kumsalimia na umsalimia tena. Na umpelekee mkate. No ikitwaya ziya. Na umpelekee maziwa. Na choka kwa kukidhiki waleu. Na akija kwako anaekewa chakula. No ikidhoja sitting room. Na unamkaribisha hapo mnakaa. Kiluka kizia nuna uye muto. Nuna uye sofa set. Hata kama ulinunua sofa set. Mchawi akalie. Ekalile. Ajaribu kuachilia uchawi. Hata teule cha uoi. Akuta ndiye inamchoma. Edhi ni wako vya. Kwa nini? Niki. Umejijua. Niwe manite. Biblia inasema usiongope. Maandiko yameandika uoga ni wa shetani. Wia ni wa satani. Uoga ni wa watu wa shetani. Wia ni wandu ma satani. Usiongope. Ukakie. Nitakuwa pamoja nawe. Edhi wapa mwena aku. Mungu asema nitakusaidia. Yai asia kananga uteja. Wanaopigana na wewe. Alama kokitana aku. Usiongope. Ukakie. Roboko shandiria mama. Hallelujah. 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 Ukishajijua. Wamina kwemana. Naona bayo tu ni kuito. Unaona hapo kwa kijiji chetu. Pale kwa ile village niko. Baya kuito mosi. Inajulikana na kuwa na wachawi. Ni peseke kwithabe aoi. Watoto wanaharibiwa mapema mpaka wanashindwa na kusoma. Siana anga watene ikae mwa ikisomo. Nikiwa hapo. Idinye neva. Watoto wangu wote wamepata mandigiri wakipitana na wachawi. Mandikilibe au yasu. Hapo siami. Pau na ndio dhama. Sitatoka. Ndiko dhama. Mchawi ndiye wa kutoka. Moi ne wa eleto semba. Huyu Mungu wa pastor huyu ananisumbua ninaama hapa. Asie mwema. Auze shamba lake aende. Ayo amwethi ono kondenia na hiyo shamba ataniuzia na aende. Nainde ya mondo suna hivi. Ataniitia. Akandiea. Na niinunue. Akambetana ndio. Aende. Na hivi pio. Nimbaki pale. Niti webu. Kwa sababu Biblia inasema. Nondo maandiko yameasia. Resist the devil. Mosie satani. Mpinge shetani. Mosie satani. Naye atatoroka. Nake akakia. Sio wewe utoroke. Uwe ukia. Hallelujah. Siendi. Ndio dhipando. Nikopa. Nipa. Na nitakuwa hapa Kangundo. Na nipande udhama. Hakuna mahali ninaenda. Hakuna mahali ninaenda. Watajaribu kufanya mitengo yao. Makatata kuikia miteo yo. Lakini watapata bado niko na Mungu. Makedhi ya neonanga hii. Hallelujah. Amen. Unajua vile Biblia inasema. Niwe sondo maandiko ukiwa mtoto wa Mungu. We kana kanga hii. We sikiza. Ukiwa mtoto wa Mungu. We kana kanga hii. Hallelujah. Amen.
unakuwa mrithi, witha we kwa mutiewa sababu wewe si mfanyikazi, nundu wendu we wewe muthuku si mpita njia, wendu sio bitite mtu umepitia tu kwa hii familia ya ndunakita Mungu. kwisilova Wewe ni mwana, wewe mwana, na ukiwa mwana na we mwana unakuwa mtumishi kwa hiyo familia ya baba yako. witha we muthukumi nthini wa mucii ucio wa ithe waku. Haleluya. Amen. Na ukiwa mwana na we mwana na kutumikia baba na yako, kumuthukuma ithe waku, Biblia inasema utakuwa mrithi wa baraka za mbinguni. maandiko meseka no ketha we mutiewa wa Mutiewa. mutiewa Wafanyikazi watapata mshahara, athukumi makakwata musala, lakini wewe indi we ukiwa mwana we mwana unakuwa mrithi uketha we mutiewa wa mali ya baba. wa mali icio ya ithe waku. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Weka haraka. Iki Weka ametuki haraka. Isaiah 54 verse 17. Isaia 54:17 Imekuja haraka. Inasema kila silaha itakayofanyika juu yako ukiwa mtoto wa Mungu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi. Sikiza, nimekuambia kuna urithi. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana ambaye ni Baba. Moyo ona wiba ula useuvitwe ukukite ndukaila na kila uimi ula ukakukilila ukusilile ukosilela. Ou niwo utiewa wa athukumi ma Yehova. Haleluya. Na ulunga luo ula uma kwakwa esya uu Yehova. Tumesoma pia Mungu ni hakimu wetu. Twasoma kana Ngai ni musili wito, Advocate wakwa. ni musilania wito. Haleluya. Amen. Na ndiye anaamua kesi zangu. Na niwo kutua makoani makwa Nipeleke kotini. nitwae kotini. Wewe ukiwa na fitina na mimi Etha we wina ubitina na ujaribu kunitafutia makosa noyenda umanthia makoani na unishtaki, no inzikata, Biblia inaniambia maandiko membea mimi kesi si yangu. ikoani jeu onatira Utashangaa vile itaisha, ukasenga undu yikathela, kwa sababu Mungu Baba yangu nundu Ngai ithe muumba wakwa mbingu na nchi ula mwombie tuna nthi na vyote vilivyomo, na sionthe ila siekwo, huyo anafanya njua lichomoke na litue. ucio lo tumasua yuma na yeithwa, Ndiye wakili wangu. niwe musilania wakwa. Amen. Amen. Huyo mtu ambaye anakuchukia, Mundu ucio kumeneteu utaona vile atafanywa. ukona undu ukekanwa nake. Haleluya. Amen. Utaona vile kesi ataamua Mungu mwenyewe. Kona undu ikwani yu Ngai mwene okayitua. Neno ni usiongope. Ndeto ni kana ndukakie. Isaiah 41 hapo nyuma. Isaia Haraka. 44 Hiyo sikuwa nisome, lakini imekuja haraka kwa Paudia sababu ilosome ndiko kamituki uwe unaishi maisha ya uoga. kwikala thayo wawia Wachayo maisha si yako. ekana na thayo suti Mwamini waku Yesu peke yake mwikie Yesu eweka na uishi kulingana na mapenzi ya Mungu. najikala kuyanana na kwenda kwa Ngai. Biblia inasema usiongope ikiwa wewe ni umefanyika mtoto wa Mungu, maandiko measia ndukakie tha nutwikite kana kwa ka maana Ngai mimi ni pamoja nawe. nundu ni vamwe naku Usifadhaike, ndukakie, kwa maana mimi ni Mungu wako. nundu nye ni Ngai waku Nitakutia nguvu, ngakwikia vinya, naam, ii nitakusaidia, ngakutethia, naam, ii nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. ngakuungamia na kuoko kwa aume kwa ulungali wakwa. Hauna maana ya kuongopa kama wewe ni mtoto wa Mungu. Paike tumichaukia ethawe wikana ka Ngai. Tazama wote walio na hasira juu yako, Sisi aonde ala mewatile kuyulu waku watatayarika na kufadhaika. makakia na kutelema. Watu washindanao nawe, Alama kila nasiabina naku watu washindanao nao alama kila nasiabina naku watakuwa si kitu makethi wapathei na kuangamia. na kwanangika Ukishaijijua wamina kwimana utatembea
kulingana na mapenzi ya Baba. ukatamba sio kuyanana na kwenda kwa Naye Ngai Baba akiona unatembea kulingana na mapenzi yake, na kemwia iona witembea kwenda ni utaona kwake vile naye atakufanyia. ukono ndo ukakwika we Au maandui wako, amaitha asuma au watu wanakutafuta makosa, andu asuma umanda amabitio au watu wanakuwekea mitego, andu asuma kuya miteo siku moja muthenya umwe usiongope, ndukatateukia utawatafuta wala hutawaona. ukamamanthana ndukamona Wale wapiganao nawe alamo kitana aku watakuwa si kitu, makethi wa bathei watakuwa kitu kama kitu kisichokuwa maketha ta kindu wale kitemo waliofanya vita juu yako alama se ubasia kauthi ulu na waku kujihurumia. Wachana na wasiwasi. ekana na kubulanilwa Ikiwa kuna kazi ya kufanya, etha benundu wa kwika si kupigana na wao, sikukitanamo ni kutii Mungu wangu na kufanya mapenzi ya Baba, nikumwiw'a Ngai waku na kwika kwenda kwa kwa ithe sababu waku huyo Mungu Baba, nundu we Ngai wewe usu ni mwana, wewe na mwana mwana analindwa sana na na Baba. mwana asubiawa muno piu ni ithe wake Lakini ikiwa wewe ni mfanyikazi indi wetha wi muthukumi ama mpita njia, kana mundu umeingia ubitite kwa hiyo familia, walika musino usu hautafanyika kuwa mwana, ndukatwikithwa mwana nakwambia wakati vita itatokea, ni utabiela kauko kila Baba atakushughulikia, ithe waku kwa sababu akauthinikia wewe si mwana wake. nundu we ndwikana kake Ninaomba ukaamini ya kwamba nikia nenda wikie kuanzia kana siku ya leo kuma muthenya wa umuthi ukaamini utakuwa mtoto wa Mungu, uikie kana uketha na kana maisha kangai yako haitakuwa maisha ya na thayu kawaida. waku nduketha wi wa kawaida Ni vizuri kukaa ndani ya Kristo Yesu. no sio kwikala nthini wa Kristo Yesu Ukishazalika mara ya pili, wamina usiaika yake wachana na Wakristo ambao ni wamechanganyikiwa. kana na akiliswa abulanile Jumapili anaonekana Mkristo, wachumwa yoneka emu Kristo hata ajabu ni kwamba wengine wako kanisani na wanaendelea kuchati mambo ya kishetani, ona usenyo ni ya kana uovu. angime kanisani na maende na na unena simu zao zimejaa messages mbovu. simu siosi usie mautuma ni mau Naomba ukajue Mungu adhiakiwi. nendo manenga ina buya wangu Amua kukaa mtoto wa Mungu, twakutwika kana uone kangai vile maisha yako yatakuwa matamu, wone thayu waku nduketha na wina maisha ya moyo furaha. na thayu wa Mungu utani akakubariki na abariki uzao wa tumbo lako, ngai aikuathima na yathimo cia waibu yaku kuamka na kushinda na kulala iwe ni Yesu. kuamuka kwikala na kukoma yithie ni Yesu John chapter 15 verse 7. Yohane 15 muthia wa muonza John 15 verse 7. Yohane 15 muthia wa muonza Ninyi mkikaa ndani yangu, asema Yesu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. mukikala nthini wakwa na ndeto ciakwa ikikala nthini wenu voya yula mukwenda wonthe na mukekwa Haleluya. amen Iko hivyo. pailio Ukishajijua, wamina kwimana utaamua kukaa ndani ya Yesu, ukatwa kwikala nthini wa na Yesu wache kutangatanga katika mambo ya imani. no yeko tanga maunduni Wache mamwikio kukaa kama na wewe bado unatafuta Mungu. eka kwikala to umantha Ngai Uko kanisani bado unatafuta Mungu. uyo kanisani na no unamantha Ngai Ikiwa umeshaokoka, etha ni wamini wacha yotangiwa kutafuta Mungu. eka umantha Fuata Ngai Mungu. atia Ngai Fuata Mungu. atia Ngai Ni kumfuata, ni kumwatia kukaa ndani ni yake, kwikala nthini ni wake kuwa na tabia ya kiumbe ni kipya. kwikala na mutuo wa mwana mweu Ukikosa kuwa na hiyo tabia wale akwitha na mwikalosu ya kumshuhudia Yesu wa umukusi ya na Yesu kuishi maisha ambayo Mungu anataka uishi, na kwikala thayula Ngai ukwenda wikale Roho wa Mungu anatoka ndani yako. peva wa Ngai uma nthini waku Ikiwa alikuwa ameingia, ethe yanalika atatoka, akauma na akitoka hautasikia uchungu. na uma ndukegwa wo
lakini tabia zako zitaanza indi kubadilika. mwikalo waku ukambia Utaanza kualiuka kuona unajificha watu, wambi ono unafanya yebikangando dhambi kisirisiri. uyika maundu Hiyo kembitheni inamaanisha ionania umetoka kuwa mtoto wa Mungu, niwekia kwa kutwika sababu kana hata kangai ukitenda dhambi au sikii ukihukumika. onokika nae thabu ndu iwe yukumiwa Unatenda dhambi wika nae lakini usikii kuhukumika. ona ndu iwe kindu kiukusiria. Kwa nini? Niki Wewe Roho wa Mungu ambaye anaingia kwa yule mtu amefanyika mtoto wa Mungu, we beba wanga yulo likandini wa mundu la watika kana ametoka kangai kwako. ni umete ndini wako Sasa unakuwa Mkristo we yu twikite mukilisto ambaye Roho wa Mungu amemwacha, ula beba wanga yu amotiye na Mungu kwako hatakuwa baba. na ngai kwaku ndetwika Hata ithe kuomba waku unakutana, ukijaribu kuomba unang'ang'ana, hata kujiombea ona kuboya wezi. withina undu uboya ndutona nwemiwe. Biblia inasema Maandiko measia nirudieni nami nitawarudia. siokea ina kwanga musiokea Kuna vitu vinakuja kwako, pe maundu moka akwaku inakuwa ni signal iketha ni kindu cha ya ukuonia kukuambia be careful. ya ukuya isubie Roho anaenda, peba nwendie be careful, isubie usiachwe na Mungu. ndukatiwe ni ngai. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwa Yesu natai Kikaa ndani yangu wekala ndini wakwa na neno langu likikaa ndani yenu, na ndeto yakwa yekala ndini ombeni wenu chochote poya ikindwa na kiba lolote unalolitaka kindwa na kiba kwa ukwenda Mungu, kwake yote kwa ngai maundu onde yanawezekana, ni lakini matondeka kwa watoto wake. indi kwa ciana ciake Kwa Mungu yote yawezekana kwa ngai maundu onde kwa imatondeka walio wake. kwa alama ake. Biblia inasema Maandiko measia Mungu anajua walio wake, ngai ni wese alama ake lakini njia ya waofu indi nzia ya athe itapotea. ikaa Ninaomba ukajijue niboja ubikie na kwimana uamue siku ya leo. waitwa muthenani wa Hii umuthi sio jambo la kujadiliana na rafiki uti yako. undu wa unenania na munanau Hili sio jambo la kujadiliana na mume wako na mtoto wako. uti undu wa unenanisia na mume waku na kana kaku Hii sio jambo la kujadiliana na msherati mwenzako. iti undu wa unenanisia na kilala Ni imwenzako kutoroka na kumwambia mimi nimebadilika. ni kukio sembe no imwiyanie ni Yule naliukile mnafanya wizi na yeye, ula muya imwe yule mnafanya maofu na ula yeye, mwika obuku nake unamwacha ukamutia kwa sababu maisha yako ya kesho nundu thayo waku wa uni itategemea uamuzi wako. ukatengemea notwi waku. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwa Yesu natai Ninaomba ukajijue zaidi. niboya ukemane munango Ukishajijua wamina kwimana hautaongopa ndukakia na utafaulu. Utakuwa nokafaulu unajifanya uko sawa. ukakita kwitwikithia wi Unajua sawa kuna watu wanataka kujifanya wao wako sawa na bado wanalia. andu metwikitha cie me sawa na no manaiya Kujifanya kwako kwitwikithia kwaku hakutabadilisha mashida ulio nayo, kwikaliula mathina winamo lakini Yesu akikubadilisha, indi Yesu akualiula ukiumbwa na Yesu wombwa ni Yesu akufanye kuwa mtoto wa Mungu, au twikithie kana ka ngai si sawa, hautakuwa sawa na yule mtu mwingine ambaye anajifanya kuwa ameokoka, anajifanya kuwa mtoto wa Mungu. nduketha wiile toyo kukita itwikithia ni kana ka ngai Mtawajuaje? tukama manata. Biblia inasema Maandiko measia tutawajua kwa matendo yao. tukama mana kwa mekomo Tutawajua tu, tukama mana tutakujua, tukakumana haitachukua muda. ikakuebinda. Mukamba maishale, Kamba mmoja alisema Kamba hivi mmoja akasema hivi kwa Kikamba, aisioko akikamba kwa watu ambao wanakaa kujifanya. wandu alama kalama yetwikithia Kuna watu wanajifanyanga. pe andu metwikitha cia Hata na mimi nimeokoka. Bwana Yesu kwani asifiwe. mutangie Yesu Acha ndataiwe kujifanya. Mwambie ukakwitwikithia Yesu akuokoe. tabia Yesu autangie Nyenyekea. no yenyithia Samedha. akwekena Kaushuhuda kako kakutunga. kaukusi kaku kau kwitungia Kujitungia ushuhuda. kakwitungia kaukusi Hiyo ni kazi ya mtu ambaye hajaelewa. usu ni wia wa ya mundu mjinga. taneso kwatia wandia Na kamba maasi ati. akamba usema hivi Wakamba wanasema hivi. akamba masi yao Wabitha nza ndukabitha chathu. ukificha njaa hautaficha We jifanya umeshiba.
Lakini vile utakuja kukonda. Ibane wenubu niendilo unduka mosa Ukava kimasa. mosa umesichafu. Utakonda ukuwe na hizo alama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tuache kujifanya katika wokovu. Kwa sababu siku moja Tuweke itu ikithiotangi yone nundu muthenomo. Shetani ataamua kukuaibisha. Satani akaamua kukwikithia ndoni. Atakuaibisha tu. Akakwikithia ndoni. Kila mtu ashangae. Kila mundu asenge. Nikulia keli tukako kana itabia. Nauliza huyu mtoto kwani amekuwa mjamzito na niliacha ameokoka. Itabile baka nako huyu Elizabeth. Ebuye ne ya beba mutheuka na ya munduume. Hii mimba ni ya Roho Mtakatifu ama ni ya mwanaume jamani? Na ya msherati mwenzake. Ni ya kilala hii mwenzake. Lakini anatuana itu. Alikuwa anatuna sisi. Ayetwikira siekro. Alikuwa amejifanya yeye yako. Onake mutangiye. Hata yeye ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndakayo. Anamuona tande mutangiye nyene ese. Hata mkiona sijaokoka mimi najijua. Tumaona ndo mate ukona neza cha undu. Hiyo inafanya watu unadhani watu hawakuoni vizuri. Hata yeye anajua. Onake no wese. Wacha kujifanya. Eka kuitwikithia. Kujifanya kwako hakutakusaidia, kutakuletea taabu. Kuitwikithia kwako kuyutethia kwikuete mathina. Kwa sababu huwezi kupinga Mungu wako chenga. Nundu ndukuna chenga ngai wako. Inye mwe ande. Munanisikia nyinyi? Munanisikia? Ni muombe. Bwana asifiwe. Unasikia vile Mungu anakuambia? Wewe ndo ngai ukutavia. Amen. Wacha kujifanya kanisani. Eka kuitwikithia ba kanisani. Na niwe watwikie mundu wa kilomo. Na umekuwa mtu wa mdomo. Unapiga watu wa Mungu. Huyo kitando manga. Kule nje watu wanakushangaa. Uyanza unando imausena. Hata nyumbani kwako vile unatoa maneno ya matusi, majirani wanakushangaa. Onapaya musi kwako ndo umasiandeto sia numano atoine masena. Bastakala no uelea wanembitieno. Nauliza mchungaji kala kwani halewi na huyu. Wanakuita visi. Ona ndaki yako itaambiti motoi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya matendo yako. Ndo wameko mako. Vile unaishi na watu. Ndo wekalana sia nando. Uishi na watu kama umeokoka. Wekalana sia nando tawe motangi. Hata wanakushangaa tukikutana nikwambie Bwana Yesu asifiwe dada. Ona masenga atako maana kuya Yesu hata iwe. Yesu hata iwe mwana asa. Watu wanaangalia ni nani unamwambia. Sisi wao mwana asa iwe weva. Amen. Nikatoa kumba niambe. Unainama chini. Haikuwa tu wewe. I know wewe. Amen. 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 Nititi kwa tena. Hata iwe ingi. Kwa tena. Amen. We. Wacha kuongopa mwanadamu. Eka kukia mundu. Naomba ukajijue. Nibola wimane. Ukajue Yesu ndiye atakufanya. Umane Yesu ni waka utwikithia. Mtoto wa Mungu. Mwana wa Ngai. Kiasi ya kwamba Roho Mungu ataingia ndani yako. Inabeba wa muthewe likendeni wako. Uanze kufurahia wokovu wako. Ayambi ya utani utani. Kufurahia kukataa dhambi. Utani ya kulea nai. Ukisema hii sifanyi unamaanisha hivyo. Kindi kwiko yithi ya wimaanisho. Umejijua. Nondo ni weyesi. Hallelujah. Amen. Ukishajijua. Wamina kuimana. Hautatenda dhambi. Ndukeka naye. Ukishajijua. Wamina kuimana. Hautashindwa kuomba. Nduka mwani kuboya. Ukishajijua. Wamina kuimana. Hautakosa chochote cha kukufaa. Nduka iwane kindu kikwa ile. Watu wakikimbizana na baraka za dunia hii. Ando maisembania na mwathimo mandino. Wewe utakuwa unamfuata Yesu. Kamwatia Yesu. Na nyuma yako ni baraka zinakufuata. Sina wakune mwathimo makuwatia. Watu wakitafuta baraka. Ando maimanda mwathimo. Ambazo zinatoka kwa Mungu. Yathimo ila suma kwa baraka zitakuwa zinakutafuta wewe. Yathimo iswika kitakumanda we. Ukifanyika mtoto wa Mungu. Watwika mwana wa Ngai. Baraka zinaanza kukutafuta. Mwathimo machambi ya kuumanda. Lakini sio zile baraka za shetani. Inditi ala mwathimo masatani. Za muda mfupi. Sia kabinda kakube. Ukienda kutafuta baraka. Wathio manda wathimo. Utapata baraka. Ukakwata wathimo. Lakini ni za kuongeza uchungu maishani. Ende na wathimo ni wa kuongela woga yoni. Nenda tu ukatafute baraka. Endo kamande wathimo. Ukitafuta baraka. Wamando wathimo. Utapata baraka. Ukakwata wathimo. Lakini si za Mungu. Ende tisi Ngai. Na hizo baraka.
na wathimosu Utapata mtu akulipie nyumba, ukamanda mundu utapata mtu akusomeshe mtoto, ukakwata mundu osomethesie mwana akulipie karo. akuibie bisi. Wewe endelea tu, endelea kutoa ushuhuda ukisema umepata baraka. Kumyo kusi waitie na athimiwe. Lakini baraka hizo indi mwathimo wasu zinaongezea uchungu. makongela wo. Utashangaa huyo mtoto akikataa masomo. Ukastele mamuno siana ile kisomo. Muingethie nisalimieni. Utashangaa. Ukasenga. Biblia inasema maandiko measia baraka za Mungu aziongezei uchungu. Mwathimo mangai machongela ama wo. Shetani akianza kukubariki, Satani ila wambe yokuathima, naanze kunibariki, na yambe yongathima. Watu ambao wanatuangalia nje andu ala matusiaitie hawataelewa, maika akwatia, wanaona kama tumebarikiwa na Mungu mmoja, kona atateathimetwe ni ngai omwe. Lakini kila mmoja amebarikiwa na Mungu wake. Indi kila omwe ngai wake yo mwathimete. Wale wanabarikiwa na Mungu Baba, ala mathimetwe ni ngai asa, baraka zao mwathimo zinaongeza furaha, mongela utanu. Lakini zile zingine indi halangi mtapiga kona 2 kona 3. Kuna kona ile 3. Ulitoka kwa wokofu ukatafuta mjamaa ambaye akona pesa akakuoa, waumio tangi yone wa manda, ama ukapata mwanamke ambaye akona pesa ukamuoa, kana wa manda kibeti mtapiga kona 2. mwe kuna kona ile tukusikia ukilia, tukwewe uetembu timana mundu ongekwatania nake. Sijui mtu nilishikana naye, sijui kwa nini nilishikana na yeye. Ulikuwa unaona pesa, mbona weene mbesa, utaenda na yeye wethi nake, mtakuwa mnazaa watoto, mnazika mukati atwana mukathika. Na utakuta mkienda kulala ni vita. Ukethi aira mwathi ukoma ni kau. Ange mayasia mwe Yesu osandai ya. Wengine wakisema Yesu pokea sifa. Mume na mukama kwa tene moko mikono mume na bwana. Na mke. Na siengo kwa. Mukakunana. Mutona na medho. Na mutetanisia na hapo ni kupigana kwa kitanda. Bedroom mwingi. Naongea hivyo. Na mnondo muyadhui. Nyumba yenu nene. Nyumba yenu ni kubwa. Kwa sababu nyinyi na matajiri, nyumba yenu ni kubwa. Nyumba kubwa si baraka. Ukethi ya nombe su nene onatiwa adhima. Utakuta unaona mtu anaachwa kwa sofa set ya kilala. Ukethi ya umati. Sofa set lakini atiwe kipila chuki nene vete uatiwe akomete vukipila. Anaenda kulala kwingine. Na athi ukoma kundu konge. Na mkikutana hivi. Na mwakomana. Ni kama mbwa ambao netangite, mbwa ambao wamekutana ningite si akompana, wakitaka mbwa njike ienda ngitenga, basi ni vita. Itakuwa mnapigana, mukakunana. Utauliza ndoa inakuanga hivi. Ukakula sewa mutwano witha ili. Ndoa ya mtu ambaye alikataa njia ya Mungu inakuanga hivyo. Mutwano wa mundu wale ile ngai witha ili. Bwana Yesu asifiwe. Mwa Yesu nataiwe. Ni kula cia mwili elekana cia na. Nauliza munanjielekeza nanga. Yunetelete otwana. Nangoja kuoa na bado nafumilia. Ngoje hiyo tarehe 8 mwezi wa 8 nimpeleke nyumbani. Nimpeleke nyumbani. Indi hangi. Unaona kama ni mbali. Ukaona atakuwa saa. Mapema. Ukamwosa awithite. Pasipo kushirikisha Mungu. Pate kumuzisha ngai. Kabla hujaenda nyumbani. Utanenuka. Utana mweno chane mwatwani. Sasa ukiweka Mungu kando, yuwa yanga yote, ngojea uone vile inakuwa. Etela wana ndo kwitha kwili. Itakuwa ni ndoa ya tabu. Uketha wa mutwano wa mathina. Kwa nini? Niki haujui mapenzi ya Mungu. Ndwi sikwenda kwanga. Kwako. Ujui Mungu ni Mungu wa formula. Ndwi singai ni ngai wa mutalatala. Amen. Ninaomba ukaelewe. Kabla ya kufanya kitu chochote wewe. Utanambaika kindu chonde onakiba. Hata ukitaka kujenga nyumba. Onawenda kwa kanumba. Weka Mungu kwanza. Yanga imbe. Amen. Ukitaka kuingia nyumba mpya. Wenda ulika numba nzao. Ukijijua. We mana. Utakuwa unaita nambii wako. Uketa mwathani wako. Anakupeleka kwa hiyo nyumba. Akautoa nomba Yesu. Achali jana nilikuwa Nairobi. Ilo ni Nairobi.
hata mbesa. Hata ikiwa ni nyumba utanunua. Unaidha nyumba ukuthoa. Sine hivyo? Tio. Kwani ni nini? Ndiko chao. Na ukipata nyumba mpya uame uingie ingine hapa town. Nyumba nzao baya tala ulike. Sine kulipa pesa. Tio mbesa si yako. Ukiwa na pesa, unaona kama uko sawa. Wana hata wewe sawa. Ndio sawa. Unahitaji Mungu atangulie. No kwenda ngai athimbe wako. Lakini ukikosa kujijua, hindi wema kuimana, utaenda kuingia nyumba, ukaenda ukalika nyumba. Kumbe yule alikuwa pale. Kumbe ola kuna madhabahu alikuwa ameinua pale. Idembe onokileti ebu. Na unajaribu kuyaangusha. No witata kuna wakati kuna maombi ya kujiombea na kuna maombi ya kuongozwa na nabii wako. Pembo ya siya kuiboja na beingese utongo ibwa ni mwadhani wako. Ni kama wewe uko sawa. Hindi wewe sawa uli sawa. Naenda unaingia kwa nyumba unasema na hii nyumba naitakaza kwa jina la Yesu. Kama ombesi waze nyumba na medesi ya kinozi anajinyoa. Nulo na utabise mundu wa kinozi wezenzawe. Amen. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Ninaomba ukajijue. Nibola wimane. Ili ukaweze kutembea na Mungu. Nikanobikie utambania na ngai. Uone vile utafaulu katika maisha haya. Uone ondu uyu kabla utaenda mbinguni. Utanamba kwamba tete. Kuna baraka za Mungu amekuwekea. Lakini shida ni wewe. Haujajijua. Na haujajua mapenzi ya Mungu. Na haujafikia kiwango cha kuongopa kukosea Mungu. Kila mmoja asimame na inue mikono yake. Nenda mbele za Bwana. Inua mikono yako. Watu wa Pentekoste wanajua kujiombea. Nenda mbele za Mungu na utubu.